Mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa na mchungaji Gaston. Mwalimu wetu leo atatufundisha kuhusiana na Sabato. Tena tulifanya kipindi mara ya kwanza, lakini kuna maswali mengi sana yalibuka. Sasa leo tulikuwa tunataka kwa ajili ya kuja kukamilisha. Mchungaji bwana, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwa ajili ya kutufundisha neno la Bwana juu ya siku ya Sabato. Amina. Tunashukuru sana. Mungu awabariki kwa ajili ya kazi hii inayofanyika. Maana kipindi hiki cha darasa la Sabato bado kinaendelea ili kusudi neno la Mungu likamilike. Mimi ambacho kitu ninacho kiongelea, kwa sababu sisi ni mfupa mmoja, ni mwili mmoja, ila tunaongelea Sabato ya kweli ni hipi, ambao tunaweza tukakutana na Roho Mtakatifu akiwa akifanya kazi kama Yesu alivyotuagiza. Maana tulipewa Roho Mtakatifu kama zawadi kwa ajili ya malezi, ili tukae katika kwenye Ukristo wa kweli. Ndio maana watu wengi tu wanashindwa Ukristo. Lakini sasa mimi ninavyojua, roho wa shetani anaingia ndani ya mtu, na huyo roho wa shetani ndiye alisababisha kuiharibu Sabato ya Mungu, na ndiye akasababisha kumzalilisha Yesu. Sasa tukienda kwamba yani mwanadamu anaingiliwa na shetani, na ndio naona Sabato imeingiliwa na shetani katika njia mbalimbali. Kwa hiyo tusome Mathayo 16 mstari wa 22. 16:22. Mathayo. Mathayo 16:22 anasema hivi. 22 anasema. Ndio. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, "La hasha Bwana, hayo hayatakupata." Akageuka akamwambia Petro, "Nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu." Hapo tumepata utaalamu wa kujua kwamba shetani anaingia ndani ya mtu. Ukiona mtu ana maneno machafu, kuna pepo ndani mwaka na msumbua, yeye atajiona ni haki. Kama walivyokataa Sabato ya kweli, unaona, Sabato ya kweli wakaikataa. Twende katika kwenye Sabato ya kweli, ile Sabato iliyokuwa ambao mpaka sasa hivi nasumbua watu. Hiyo siku hiyo ilileta gharika kubwa sana. Mpaka hiyo siku imeua Yesu. Mpaka hiyo siku iua wanafunzi wa Yesu. Mpaka hiyo siku imeleta laana, siku ya Jumamosi. Unaona, ndio wanayogombania kila mwanadamu. Kila mmoja anagombania siku. Lakini mimi kwangu nilipooneshwa na Mungu, nikapata njia ya kwamba nihubirie watu hawa katika ulimwengu huu, kabla yani hiyo siku ijaja itakuwa inanuka, itakuwa ni hatari. Maana wale wote wenye viburi watashushwa. Lakini vizuri ingekuwa right watu wakashika Sabato ya kweli. Sabato ya kweli iko hivi. Kuna kugombania siku, kwamba siku ya Jumamosi ndiyo Sabato ya kweli. Na wanasema kabisa katika kwenye maandiko kwamba atakaye tengua katika amri 10, ukatengua moja, ukashindwa kuitimiza, utakuwa kwamba umekoswa zote. Maandiko yanasema hivyo hivyo. Lakini ukirudi katika kwenye Sabato pale ya kweli, ambao wao wanasema kwamba Sabato ni ya Jumamosi, yani kwamba hiyo Jumamosi, na wanasema kabisa mtu ambao hajaiabudu hiyo siku ameinajisi. Lakini sasa katika amri 10 hizo, unaona, kuna amri nyingine ambao wao wangekumbuka wakasema, je, mbona hii waliinajisi? Kama hii yenyewe ilitimia, mbona hii ilinajisiwa? Katika hiyo amri ya 6 tusomee katika amri 10 kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20, anzia mstari wa sura ya 20. Soma hapo mstari karibu wa 12 hivi au
Anasema hivi, nazia mstari wa 9. Wa 9. Mstari wa 8 anasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. 12 mstari wa 12 anasema uheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo Bwana Mungu wako. Usiue, usizini. Mstari wa 13 anasema usiue. Ndio. Usiue, usizini. Ndio. Unaona, usimshuhudie jirani yako uongo. Jirani yako uongo. Ndio. Hapo unapoangalia. Ndio. Kuna uongo ambao Nikodemu, mkuu wa Wayahudi, aliwautoa katika siku ya hukumu ya Yesu. Aliuongea uongo akasema mtu huyu alisema yeye ni mfalme wa Wayahudi. Akamuongopea uongo, ni ushahidi akauongopea. Na alikuwa ni mtu wa hekalu. Unaona sasa. Lakini hapa kuna aya, kuna hii amri ambayo ni amri hii hapa, ina yenyewe imefanyaje? Wali najisi. Unaona, usiue. Siku hiyo Yesu aliuawa na nani? Wakina nani? Aliuawa na hao waliokuwa naandaa Sabato. Unaona, ndio walikuwa nagombania hiyo Sabato. Unaona, na ukisoma vizuri mpaka yani hiyo Mathayo 12 inatupa haya. Kama hapa anasema kwamba usiue, halafu ukachukua upanga kaenda kumua mwenzako. Na wakati hii ni amri, na Yesu aliuawa yeye siku hiyo. Na wakija kutudanganya huku wanasema kwamba Yesu alitoka mbinguni ameandaliwa kuuawa. Je, wale wezi aliyotundikwa nao na wao walikuwa wameandaliwa kwamba wauawe? Unaona? Yani tunaona kwamba mauaji yalikuwa ni makubwa hapa, ambao yani yalikuwa wakiyafanya. Unaona, wakimaliza kuyafanya hayo wanaenda kuandaa nini? Sabato. Unaona, hata kama wewe ungekuwa wewe ni Mungu, ungeisubiria nini hiyo Sabato yao? Ingekupendezea nini? Ilikuwa kuua kwao, walikuwa namchinjia Mungu. Mauaji waliokuwa nayafanya, je, walikuwa namchinjia Mungu? Mpaka Yesu alimletea mwanamke yule aliyefumaniwa na uzinzi. Yesu alishindwa kumhukumu, na wakati yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mbona hakuruhusu kwamba wamuue yule mama? Au Yesu alipokuja huku alisababisha nani auawe? Hata kile kikosi cha maaskari wanakuja kumkamata, Simioni Petero alikimbia na upanga ule ambao Yesu aliwaambia kwamba mkauze mlivyo navyo mkanunue nini? Upanga. Upanga ule ulikuwa sio upanga ule, bali upanga wa kusimama na neno la kweli katika ndani ya moyo wao. Ila wao kutokujua walikimbia kununua mapanga, wakijua kwamba hapa Yesu anaenda kupigana vita. Na wakati walishamkataa, na Danieli huko alioneshwa kabisa kwamba yani watamkataa kwa majuma 62, hatakuwa Masia amekataliwa. Hakuna mtu yote aliyemnunulia hata kanzu, hata kiatu. Hakuna yote aliyekusanya sadaka hata kumletea. Bali Sabato yao walikuwa na iandaa. Ile Sabato ilikuwa ni Sabato ya mashetani. Lakini kama ni Sabato ya mashetani, imemuua yule unayempenda, wewe hiyo siku unaweza ukaipendaje? Halafu unaiona kabisa ina unajisi mwingi hapa. Unaona? Ina mauaji, wameweka sheria kwamba mwanamke atakayefumaniwa auawe. Mwanamume alikuwa auawi, hayuko kwenye sheria, hayuko katika kwenye sheria. Bali mwanamke yuko kwenye sheria. Unaona? Mwanamke akikamatwa na mwanamume anarudi nyumbani. Bali mwanamke
mpaka apigwa na mawe mpaka wamuue. Unaona sasa? Na Yesu hapa anakuja kuuawa. Alikuwa na wezi wawili, wote wakauawa. Wanafunzi wa Yesu wote waliuawa, na hata Simioni Petero walipomtoa gerezani walimshawishi hapa Matendo ya Mitume hapa kwamba asiende kutangaza tena jina la nani? La Yesu. Wanatafuta kulipoteza moja kwa moja. Okay. Labda mwalimu, nina swali kidogo. Yesu alikuja akafa msalabani, akateswa akafa msalabani. Wanafunzi wa Yesu walikuwa tuseme waliuawa. Je, walikuwa wanauawa kwa sababu ya sabato ya Jumamosi au walikuwa wanauawa kwa sababu zingine tofauti na sabato ya Jumamosi? Yaani kuuawa kwao, walikuwa na uawa kwa sababu wanahubiria ile sabato ya kweli, kwa sababu wao walikuwa ni kundi moja na Yesu. Kwani wao walikuwa wanahubiri Jumapili? Walikuwa wanahubiria Jumapili. Walikuwa wanahubiria yani jinsi ya wokovu wa Roho Mtakatifu. Wanamhubiria Yesu jinsi alivyo, ufufuko wake alivyouawa. Na wao wanakataa kwamba wasimseme tena. Ili kwa sababu na wao aibu iliwaingia baadaye. Ndipo walipoingia katika kwenye aibu, wao walikuwa wakigombania vitu vya dunia kwamba watatolewa kwenye ufalme, na wakisikia mtu hadi mpaka Sauli alikuwa ni ndugu yao. Hadi mpaka Sauli alikuwa ni mmoja wao. Hata Towashi alikuwa na yeye, alikuwa katika kikosi kimoja. Lakini alipokutana na Filipo, unaona Towashi anabatizwa ubatizo ule wa Yesu aliokuwa akiuongelea. Unaona? Anatoka katika kwenye kile kikundi, lile kundi analitoka. Towashi alilitoka, yule Malkia wa Kushi. Kwa hiyo yani hawa wenzetu wa Sabato sisi hatujawakataa, hatuwatukani wao, bali sisi tunatukana yule shetani anaingia ndani ya mioyo yao kuvunja Sabato ya kweli, ambao mpaka sasa hivi hizo Sabato ya kweli inaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Roho Mtakatifu wamemnyima nafasi, wamezima ile nguvu yake kwa sababu ya kuwa na nini? Na matengano na ubishano. Kitu kiliharibika. Sasa hapa tukienda katika kwenye kitabu cha, tukirudi katika kwenye kitabu cha Mathayo 9. Ndio, Mathayo 9. Mathayo 9 mstari wa hapa anasema Mathayo 9, unaona Mathayo 9, taanzia fungua hapo Mathayo 9. Tayari nimefungua. Kuanzia mstari wa ngapi? Kwa sababu anasema hawezi kukamata yani divai kuitia katika kwenye kiriba kilicho kikuu. Okay, basi anaanzia hapa. Nianze mstari wa 15. Yesu akawaambia, walio walikuwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga. Hakuna mtu atiaye kilaka cha nguo mpya katika vazi kuukuu, maana kila kilichotiwa huondoa kipande cha lile vazi, na pale palipotatuka kuzidi. Wala watu hawatii divai mpya katika viliba vikuukuu, na kama wakitia vile viliba hupasuka, divai ikamwagika na viliba vikaharibika, bali hutia divai mpya katika viliba vipya, vikahifadhika vyote. Sasa tukichambua hapo, ndio hiyo divai kutia katika kwenye kiriba kilicho kikuukuu, maana yake ni nini? Ndio. Maana yake ni siku hilo unayoona, yani ilitengeneza dharau za kutosha mbele ya Mungu, na ikatengeneza utawala wa kishetani, ukatili. Kama yani kama wao wangekuwa wanatumia ile sabato, ilikuwa wanatumia ni sabato ya kweli, ndio isinge kuwepo mauaji ya namna hiyo. Unaona, wasinge waua hata tangia kunyuma.
walikuwa ni wauaji wanajulikana mpaka leo hii. Yani mimi siku moja walishawahi kunivamia huko. Walikuja na magari, wakaja na nini, nilipowashinda kwa ajili ya neno la Mungu. Nikasema acha kudanganya watu wakati maneno yamejifunua. Mnaona kabisa vita iliyoko hapo. Nyinyi mnagombania hiyo siku. Hiyo siku mnayoigombania. Hata walishagombana wazee wetu kugombania hiyo siku tangia enzi za kale, mpaka hiyo siku kuigombania ndio iliyoleta laana kubwa sana, mpaka kuwa wanafunzi wote, mpaka kumkataa Yesu, mpaka hata nabii Zakaria aliuawa mule kwenye madhabahu. Wale walikuwa ni watu wakatili hatari. Ungekuwa mtu ana akili kabisa ya kusema kwamba anataka mbingu, yeye hakuna kwenda na hiyo siku. Hiyo siku ilishachafuka. Ndicho kiriba kilicho kikukuu. Ndipo Yesu anaposema kwamba hawezi kukamata divai iliyo mpya akaitia kwenye kiriba kikukuu. Yani katika kwenye siku hiyo ya Jumamosi hawezi kufanyamo ibada yake takatifu. Na vingine wanavyosema kwamba Yesu alikuwa anaenda Sabato kusali. Yesu hawezi kwenda Sabato kusali. Yesu alikuwa akifuata watu awaambie. Unaona? Awaambie, fungua hapo Yohana 8 mstari wa 31. Yohana 8 mstari 31. Anasema hivi. Yohana 8 mstari wa 31 anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Unaona? Naendelea hapo. Naendelea. Ndio. Mstari wa 33. Mstari wa 32, mstari wa 33. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Abraham, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa akae nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Unaona hapo? Yani hapo neno linajichambua. Yani mtu akitaka kujizika, ajizike. Unaona? Apambanie kile kitu ambacho kilikufa, kitu ambacho ni kikukuu, ambacho akitapeleka mtu wala mbinguni. Yani Jumamosi haitapeleka mtu mbinguni. Kitakachopeleka mtu mbinguni ni ile roho iliyomwamini Yesu. Unaona? Ikamwamini Yesu, ikawaamini na Roho Mtakatifu. Hiyo roho iliyoamua kufanya kazi na Roho Mtakatifu. Ndio maana unaona miujiza inayotendeka. Wao wanaitukana. Unaona? Yani mtu akaja hapa akasema, akakuta mgonjwa amelala, akamwambia amuko ondoke. Wao wanasema kwamba ni nini? Ni miujiza. Ndio. Ambao ni ya mashetani. Lakini mimi kwangu ninavyofundisha, je, Yesu akutembea juu ya maji? Je, Yesu akufufua wafu? Alifufua. Yesu akuponya magonjwa? Yeah. Na Yesu walipomuita yeye ni shetani, aliwaambia mimi nikiwa shetani, je watoto mimi nikitoa pepo kwa shetani, je watoto wenu watatoa kwa nani? Okay. Kama yani ina maana alikuwa akiwaambia mpaka sasa hivi hawajaamini muujiza wa Roho Mtakatifu unaofanyika. Wao wanasema kwamba ni manabii wa uongo. Unaona? Kwa sababu uwezo wa kutoa pepo haupo. Unaona? Bali mtu wakikuta mtu amelala ni mgonjwa, wanampa semina ya madawa ya miti shamba. Okay, mwalimu, mimi kuna jambo fulani nataka tuelewe kabla. Wakati pale tunaongelea kwamba viliba vikukuu, tunakiangalia kule juu, Yesu alikuwa analaumiwa kwamba wanafunzi wake hawafungi. Kwa hiyo pale alikuwa anaongelea kuhusu kufunga. Tukija kwenye hii hapa ya kwamba yeye mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru, alikuwa anajifahamisha zaidi kwamba yeye Yesu ni nani hasa ili watu wamfahamu. Hapa tunachoongelea ni Sabato, ile siku ya Jumamosi au Jumapili. Ndio hicho hasa ambacho tunaongelea hapa. Sio tusije tukawa tunatoka sana nje ya mada. Ndicho kiriba. Hicho ndicho kiriba kilicho kikukuu ambacho yani Jumamosi ni kiriba kikukuu. Jumapili ambao ndio siku ya kufufuka kwake ni kiriba kilicho kipya. Unaona?
hapo ndipo tunapoigangania kwa kila mmoja. Tunasema kwamba wapendwa, rudini sawa, kama nyinyi mnampenda Yesu, rudini mkaunganike huku Jumapili ili tukapata kuifanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu aliyekuja, kuliko kukaa huko ukatumia akili zako, wakati Roho Mtakatifu, Yesu alisema nikienda kwa Baba yangu nitawaombea msaidizi wenu. Sawa mwalimu, labda kuna swali moja mtu anaweza kawa anajiuliza. Kwenye Biblia kuna sehemu yote Yesu au akiwa na wanafunzi wake walikuwa wakifanya ibada siku ya Jumapili? Yaani katika Yesu mwenyewe alikuwa akifanya ibada zake katika mlima wa Sayuni siku ya Jumapili. Katika Sayuni alikuwa yeye akienda siku ya Jumapili. Bali siku ile alienda siku ya Alhamisi usiku. Unayoona sisi tumetenga ibada ya Alhamisi. Alienda na wanafunzi Yakobo na Simioni Petero. Wakaenda mlimani. Yesu alilala kule akifanya maombi. Mpaka ilipofika saa 6 ilikuwa imeshakuwa siku ya ngapi hiyo? Ilishakuwa Ijumaa. Basi maombi yalikuwa yameshaishi hapa, akasema twende, maana wasitaka wetu wangu wanakuja kufanyaje kunikamata. Kwa hiyo saa 6 masaa yanageuka saa 6. Siku inageuka saa 6. Mwalimu, huko sio kama tunaenda mbali sana. Ninachouliza kwenye Biblia Yesu au wanafunzi wake walikuwa wanafanya ibada siku ya Jumapili, tunaweza tukapata? Yaani hapa tunapata kwa sababu tufungua Matendo ya Mitume. Yesu yeye wanafunzi wake, kwa sababu sio Yesu wanafunzi wanafunzi wake wanafanya kazi siku hiyo ya Jumapili. Maana yake Yesu baada ya kuondoka, Yesu mwenyewe akiwa hai hakufanya ibada Jumapili. Yeye akiwa hai alikuwa hajaanzisha ibada. Bali yeye Yesu alikuwa hajaanzisha ibada. Okay. Bali yeye alikuwa katika maombi. Okay. Kwa hiyo yeye hakufanya ibada ya Jumamosi wala Jumapili. Bali alifanya ibada katika mlima wa Sayuni. Alifanya ibada ya maombi yake. Sawa, ngoja nifungue. Okay. Lakini katika huku siku alipoenda kufanya tena ibada, unaona, alimaliza saa 6 usiku. Ilikuwa ni Alhamisi ambayo sisi tunaiabudu Alhamisi. Okay, kwa hiyo sasa sio Jumapili, ni Alhamisi. Alhamisi na Jumapili Yesu alikuwa. Sasa mimi swali langu lipo kwenye Jumapili. Swali langu lipo kwenye Jumapili. Katika Biblia Yesu alifanya ibada siku ya Jumapili? Alifanya ibada Jumapili, siku ya Jumapili. Okay. Alifanya ibada. Hata ukisoma tunaweza tukafungua fungua Matendo ya Mitume sura ya kwanza, tunaanzia mstari wa 8. Matendo ya Mitume mstari wa 8 na wa 9. Mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu ikisha kuajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akisha kusema hayo, walipokuwa kitazamana, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Ndio ibada ikaanza. Hii ndio ilikuwa siku ya Jumapili, wakati ametoka makaburini. Okay. Ametoka kaburini kufufuka. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa ibada yenyewe. Ndio ibada yenyewe. Fungua Marko 16. Marko 16 tuanze mstari 15. Marko 16. Sawa. Mstari wa 15 Marko anasema hivi, akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuua hakitawadhuru kamwe. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Ibada alifanya siku hiyo. Yote ni siku alipotoka kaburini. Twenda hapo rudi hapa Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4. Hiyo siku ilikuwa ni mahubiri, anafanya ibada pale ni Galilaya. Sura ya kwanza mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema Matendo ya Mitume, wakati alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari yake toka mbinguni. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Unaona, hiyo ilikuwa ni siku ya Jumapili. Aliyasema haya maneno au alifanya ibada? Alifanya ibada. Sisi si mahubiri. Maana hapa sisi tunahubiri. Hivyo ni sina kuonesha vipengele vya maneno aliyokuwa akihubiri siku hiyo.
Okay. Ndipo akamaliza, yani Marko naye alishuhudia hayo maneno. Okay. Ya kwamba enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili. Aya, na huyu hapa ambao ni katika kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, unaona, naye yani wote wanafunzi wanayashuhudia haya. Unaona kwamba walikuwa naye mpaka wakati ananyakuliwa kuelekea wapi? Mbinguni. Siku hii anafanya ibada pale Jumapili. Na ukiangalia, mbona alipofufuka kwenda katika kwenye sinagogi lao? Kwani alikuwepo? Walilokuwa na bishania, mbona yeye alienda Galilaya? Lakini hakwenda katika kanisa. Mbona kuendako katika sinagogi ile? Sio sinagogi wala sio kanisa. Hakwenda, alienda kuanzia Galilaya. Fungua Matendo ya Mitume sura ya 6. Alipoacha amefungua pale, ibada iliendelea na ndio iliyosababisha kumuua Stefano. Naendelea hapo one. Okay. Soma hapo kama utaona. Matendo ya Mitume sura ya 6. Sura ya 6. Mstari kwanza, mstari wa kwanza. Haya. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kigiriki juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisauliwa katika huduma ya kila siku. Wale 12 wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Na mistari itakuwa mingi sana mwalimu, labda mstari wa 7. Mstari wa 7 anasema, neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi kazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Unaendelea katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru na la Wakirene na wa Iskandria na la wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano. Lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Hata wakawashawishi watu waliosema, tumemsikia mtu huyu akinena maneno ya kumtukana Musa na Mungu. Wakawataharakisha watu na wazee na waandishi, wakamwendea, wakamkamata, wakampeleka mbele ya baraza. Wakasimamisha mashahidi wa uongo waliosema, mtu huyu aache kusema maneno ya kufuru juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya Torati. Maana tumemsikia akisema ya kwamba Yesu huyo Mnazareti atapaharibu mahali hapa na kuzibadili desturi tulizopewa na Musa. Watu wote walioketi katika ile baraza wakamkazia macho yao, wakamwona uso wake kuwa kama uso wa malaika. Naendelea hapo, tunarudi hapo, naendelea hapo 7. Naendelea. Urudi hapo mstari wa 7. Mstari wa 7. 6 mstari wa 7. 6 mstari wa 7. Neno la Mungu likaenea, acha hapo. Neno la Mungu likaendelea na hesabu ya wanafunzi kazidi sana katika Yerusalemu. Kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Katika Yerusalemu. Ndio. Unaona? Sio kwamba, yani sio kwamba pale Yerusalemu ndipo walipoenda kufanyaje? Ndipo alipoenda yani wameshajitenga, wameshakusanya watu wengi, wanafunzi. Hesabu ya wanafunzi kuongezeka, iliongezekea kwenye sinagogi lao. Hapo naona masinagogi yalikuwa ni mengi. Hapa masinagogi ni mengi. Ya Wakirene, ya Wasitio kina nani hapa, yani mengi masinagogi. Na Stefano akaendelea pale ambako Yesu alikokuwa amefanyaje? Amesimama wakati anaanzisha safari ya kwenda mbinguni. Okay. Kwa hiyo ilikuwa kanisa limeshajitenga la Yesu na la Mafarisayo. Okay. Na la hao ambao wanagangania Sabato. Kwa hiyo yani wao waache waiganganie, lakini wataona kitu tunachowaambia. Kwani wakati hao waliomuua Yesu si waligangania hiyo Sabato, lakini walikutana nacho. Kwa sababu tetemeko lilitokea alivyosema, giza likafunika alivyosema, na hao wanaogangania hiyo siku ya hatari ambayo ni kitovu cha shetani, siku hiyo ya Jumamosi, hawataki kubadilika na kugeuka. Wanakazana kwa nguvu kutumia kifua walichonavyo. Vifua na matusi walionayo hayatawasaidia. Unaona? Uongo wanaotumia kudanganya watu, yani hautawasaidia. Bali damu za watu zitawalilia tu. Okay. Siku moja ipo na kuja. Kwa sababu Roho Mtakatifu hawatampokea hata kidogo. Okay.
Kwa hiyo yani mwalimu, tumekuwa na kipindi kirefu sana, bado nakupa muda kama unaendelea na hilo somo uendelee umalizie tu. Bado tuna dakika chache kidogo, lakini endelea. Katika hilo somo ninalolileta ndio maana unaona kuna utengano wakati sisi ni watoto wa Mungu. Unaona? Utengano unatoka wapi? Kama Mungu angekuwa ni mmoja, asingekuwepo shetani ambaye anajiinua kudanganya watu ili waitumie hiyo siku ya Sabato. Unaona? Hiyo siku ya Jumamosi ambao ina garika nyingi. Na mimi ninavyoangalia, mimi sijaona katika kuchunguza kwangu, sijaona msabato kama amesimama katika kweli ya kweli kabisa. Haimo. Katika kwenye mitishamba yupo, katika kwenye waganga yupo, utaalamu wa usayansi wa kujinua kama Mungu yupo. Unaona? Hapo yani na kutokuwa na kumiliki, yani mke mmoja akatulia naye, uzinzi wa kutosha upo tunaona, kwa sababu hawana nguvu ya Roho Mtakatifu. Dhambi inatendeka, ndio maana wanakuwa na hasira. Utakuwaje na hasira? Wewe ni Mungu, uliliumba ile neno linalotangazwa, mtu amekuhubiria. Kama uamini subiria, lakini sio kwamba usike hasira. Na hiyo hasira yule mnyama atakuja kuwatumia siku ya upanga, ndio watakao shika upanga, nyuso zao zimeshabadilika, zimeshakuwa nyeusi. Mimi nimefunuliwa mengi mbele ya Mungu. Huu upanga utatumia, ule upanga wa mnyama ndio watakao utumia kushika upanga kwa kuua warokole ambao wao walijikuta wakimpenda Kristo na kumfuata Roho Mtakatifu. Na Mungu awabariki.